Unatazama JMAT Online TV, Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania. Ndugu wanahabari, kama alivyoeleza Mheshimiwa Mwenyekiti Dr. Alhadi Musa Salum, JMAT Taifa, kitabu hiki cha ara 4 za maendeleo ya Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuleta utulivu, amani na ujenzi wa mahusiano kitaifa na kimataifa, kimeandikwa na yeye Dr. Alhadi Musa Salum pamoja na mchungaji Christosila Kalata na mimi mwenyewe engineer Daktari Athmani Mfutakamba pamoja na mchungaji Methodi Jerome, Dr. Jerome Methodi, na tumeahinisha kwenye kitabu hiki maudhui ya ara 4 za Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa dini zetu mbili kubwa, Kikristo na Kiislamu, lakini pamoja na viongozi wa kimila, jinsi ya kujenga hizi ara 4. Nyote tunafahamu muasisi wa ara 4 hizi ni rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, na ameziishi hizi ara 4 kwa kuleta maridhiano, amani, mshikamano hapa nchini Tanzania. Kwa watu wa vyama mbalimbali amewasogeza karibu ili kujenga taifa letu kwa mustakabali wa maendeleo ya jamii ya Watanzania. Lakini Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan hakuishia hapo tu, lakini sisi tunafahamu pamoja na historia yake kufanya Umoja wa Mataifa pale Zanzibar, lakini pia elimu kutoka Chuo Kikuu cha Mzumbe, uongozi mzito na elimu yake Uingereza, na pamoja kuwa waziri katika serikali ya awamu ya 4, waziri wa mazingira na muungano, lakini baadaye kuwa makamu mwenyekiti wa 2014 wa wakati wa katiba, wakati wa uundwaji wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1914, na baadaye kuwa makamu wa rais na sasa kuwa rais. Kwa hiyo ni mchakato mkubwa ambao yeye umemjenga kifikra katika kuzijenga hizi ara 4. Kwa hiyo sisi waandishi wa 4 tulichofanya ni kujifunza yale ambayo amekuwa anaelezea kuhusu ara ya kwanza ambayo ni mabadiliko, ustahimilivu, maridhiano pamoja na ujenzi mpya wa taifa letu la Tanzania. Kwa hiyo hiki kitabu, uzinduzi kama alivyosema mwenyekiti wetu, utafanyika tarehe 22 pale katika hoteli ya Serena kuanzia saa 1 usiku mpaka saa 4, na tungependa sana wachangiaji waje pale, kwa sababu dhamira yetu ni kuchapisha vitabu milioni 1, lakini pia tuna mpango wa kuchapisha vitabu vingine milioni 8 ambavyo vitakuwa katika lugha za Kiingereza, Kifaransa, Kirusi, Kiarabu, Kitaliano,
Kireno pamoja na Kichina na Kiurdu, pia Kihindu pamoja na Gujarati. Tumezichagua lugha hii kwa sababu maeneo mengi haya sasa hivi kuna mtafaruku mkubwa wa mtanziko katika swala zima la amani. Kwa hiyo kitabu hiki tukikitafsiri katika lugha hizo tofauti, tunaamini kwamba kitajenga taswira nzuri kwa wananchi wa maeneo yale, ili kuona kwamba matatizo mengi yanaweza kutatuliwa kwa njia ya amani na utulivu. Kwenye kitabu hiki shukrani ameziandika Dr. Alhadi Musa Salum, lakini pia tumepata dibaji ambayo imeandikwa na Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, na viongozi mbalimbali wa kisiasa wa vyama mbalimbali wamo humu, kuonyesha maridhiano na amani katika misingi ya hizi ara nne. Lakini pia tuna waandishi wengine ambao wameongeza hizi fikra katika kitabu hiki ili kiweze kuwa rasilimali nzuri kwa kupitia misingi ya ara nne za Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Mkiuliza bei, inauzwa shilingi 10,000 kitabu. Kwa hiyo waandishi, naomba mnapoondoka hapa mchangie 10,000 ili muondoke na nakala ya kitabu hiki. Karibuni sana. Unatazama JMAT Online TV, Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania.